Tena mtoto anasomeshwa, anajulishwa Mwenyezi Mungu bado mdogo. Nyie wazazi wetu mnafeli katika hilo, wazazi wengi wanafeli katika hilo. Wanataka kuja kumlea mtoto malezi ya dini, mtoto kisha kuwa mtu mzima. Bwana Mtume ametupa maelekezo akasema, muru auladakum bisalati li 7, waamrisheni watoto sala wakiwa na miaka 7. Amri mtoto wasali akiwa na miaka 7. Haina maana kwamba chini ya miaka 7 uwezi ukampa zile tadribat, ukampa ile mazoezi. Lakini miaka 7 unaanza kutoa amri. Tena Mtume akasema, wadribuhum, miaka 10 wakifikisha hawataki kusali wapigeni fimbo. Sasa wewe mzazi, miaka 7 ya mtoto hiyo huna habari, miaka 10 inakatika huna habari. Wewe unasubiri kijana kidevu chote kimeshakuwa na ndevu, hapo ndo unasimama sasa unaanza kusema hapa kwangu ni swala. Hata kusikiaje? Hawezi kusikia huyu miaka 18 sasa kisha kuwa mtu mzima. Ulitakiwa malezi haya uyaanze bado mdogo. Malezi anziwe chini. Kule kwetu sisi Burundi tuna msemo tunasema, igiti kigorogwa kikirigito. Igiti kigorogwa kikirigito, yani maana yake mti, mmea. So unavyopanda mmea, ule mmea unanyooshwa, bado mdogo, unabidi umiminie maji, utunze vizuri, utazamie mazingira, bado ngali mdogo, ndo unakuwa huyo. Sawa Na nyie Waswahili mkasema samaki umkunja hivyo. Wewe ukishasubiri amekauka utavunja, hawezekani tena huyo. Kwa mtoto malezi yanaanzia chini. Sasa nyinyi kwenye swala kwanza watoto huko kwenye miaka 7 hampo. Matokeo yake ndo vizazi tunakuja kuzaa vizazi ya subhanallah. Hivi nyinyi tizameni hawa vijana wa kihuni wengi ambao ni mastaa, si vijana wa Kiislamu. Sasa unajiuliza sisi tumefeli wapi? Hawa vijana waimbaji wa muziki, sijui wacheza matamthilia, unaoja kukuta asilimia kubwa vijana wa Kiislamu. Hapa ndipo utagundua kwamba sisi Waislamu tumefeli katika malezi. Tuwasomeshe watoto dini bado wadogo, hapo ndio tutakuwa tumefaulu. Watoto wa kike, mtoto wa kike anapokuwa baligha, kuvaa ushungi kwake inakuwa ni lazima, ni amri. Kujitanda vile inakuwa ni amri. Lakini utasangaa unamwona binti tarikishakuwa anapita barabarani wala hajali, kavaa nguo ambayo inazunguka na kamba moja kwenye bega lake, kamba moja kwenye bega lake. Nani mnajua kina mama maumbile yenu jinsi alivyo? Amevaa akijavaa nguo ambayo ina kamba moja kwenye bega lake, unadhani kifua chake kitakuwa vipi? Huyo ndo anapita barabarani, mtoto wa Kiislamu huyo. Ndo malezi sisi tumepewa. Mtoto wa Kiislamu anatakikana ahifadhi, hasa mtoto wa kike. Sema almar'atu kadhahabi, mtoto wa kike ni kama dhahabu. Dhahabu si mnajua unapokwenda kule kwa sonara au unakwenda kwenye duka lile wanauza dhahabu, huwa unapoingia kwenye duka lile unashika moja kwa moja unakuta zile kama ni cheni au hereni zimewekwa kwenye boksi moja hivi la kioo, natazamia nje. Na hata ukiuliza unaashiria kwa kidole ugusi, unasema hapa bei gani, ndio unaambiwa. Na mnapunguzana kwanza hapa 200,000, fanya basi 1,100,000, leta 1,180,000. Kwanza mna diskasi, mchakubaliana 1,150,000 ndo anatoa. Sasa akishatoa ndo inafunguliwa ile kufuli, ndo unapewa cheni, sasa inakuwa miliki yako, unaishika unavyotaka. Ndo mtoto wa kike huyo. Lakini watoto wa kike wengi hawapo hivyo.
Watoto wengi wamejishusha thamani kweli kweli. Mtoto wa Kiislamu haiko hivyo. Mtoto wa Kiislamu anahifadhika, na ile hifadhike ni malezi ambayo wazazi mnatakikana kuwapa watoto bado wadogo, kwa kuwavalisha hijabu pindi wanapokuwa wameshakuwa balighi ni jambo la amri. Usiridhiki mtoto akatoka nje ya nyumbani yako, tena mtoto wa kike, hali ya kuwa hajajitanda, hajavaa mavazi ya heshima, mavazi ya kustiri mwili wake. Hapo ndo tutakuwa tumefaulu. Hilo ni jambo la kwanza. Wasomesheni watoto kumjua Mungu. Wakishamjua Allah, mengine muachie Mwenyezi Mungu, atatekeleza mwenyewe au atatengeneza mwenyewe. Jambo la pili, ikhtiyarul bi'ati salihati lahu, kumchagulia mazingira yaliyokuwa mazuri, mazingira rafiki mtoto. Tunaposema kumchagulia mazingira yaliyokuwa rafiki, mtazame mtoto marafiki zake ni akina nani. Hawa marafiki na wenyewe ni hatari. Wakati mwingine marafiki huwa wanaharibu tabia ya mtu, kuanzia kwa mume au mke mpaka watoto. Unaweza ukashangaa mume alikuwa mtu mzuri sana, alikuwa hajui kuingia kwake 6 za usiku, lakini baada ya kupata marafiki anaanza kuchelewa, anaingia nyumbani amechelewa, anaingia 6, 7 za usiku, wakati ilikuwa si kawaida yake. Marafiki alikuwa hajui hizi sehemu za anasa, lakini baada ya kupata marafiki ndo zimekuwa sehemu zake hizo za starehe. Alikuwa hatoki nje ya ndoa yake, lakini baada ya kupata marafiki ndo imekuwa hivyo. Marafiki hata wanawake, mwanamke alikuwa mtiifu kwa mume, anamsikiliza mume, lakini baada ya kupata marafiki au mashoga hawa, sasa amekuwa ni mwenye kiburi. Mume akisema alif na anasema ba. Hatari. Na watoto hivyo hivyo. Mtoto alikuwa mtulivu, lakini unaanza kuona mtoto anaanza kuwa mtukutu. Tashangaa anaanza kuvuta bangi. Katoa wapi huyu? Marafiki. Sababu Mtume alisema almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Asema mtu huwa juu ya dini ya rafiki yake, basi aangalie mmoja wenu ni nani anayeandamana naye. Kwa wewe kama mzazi, ni jukumu lako kujua mwanao marafiki zake ni akina nani. Ni wale ambao ukifika muda wa sala watamzindua kwamba wakati wa sala umetimia. Kwa watizameni marafiki. Mkiona kama marafiki hawafai, bado mapema waatishe, mwambie sitaki urafiki na vijana wale. Kishki TV, nuru ya dini yako.